Tanzania imeendelea kushiriki katika majukwaa ya kimataifa ya biashara ili kupanua masoko ya mazao nje ya nchi na kuangazia pia fursa mbalimbali. Miongoni mwa majukwaa hayo ni onyesho la kimataifa la biashara ya chakula pamoja na vinywaji la Gulfood ambayo imekamilika. Tutafahamu namna ambavyo imekuwa, lakini pamoja na hilo limekuwa likiwakutanisha wazalishaji, wanunuzi na hata wasimamizi wa viwango kutoka mataifa mbalimbali. Lakini ushiriki huu una maana gani kwetu kama taifa, na msisitizo zaidi katika kuzingatia masuala ya ubora wa uzalishaji, udhibiti wa viwango pamoja na utekelezwaji wa kanuni ya biashara ya kimataifa. Tutazungumza kuhusiana na haya na mengine mengi, tukiungana hapa na Kamwesige Mtembe ambaye ni mkurugenzi wa operesheni na udhibiti ubora COPRA, ambayo hii ni mamlaka ya udhibiti wa nafaka pamoja na mazao mchanganyiko. Karibu sana. Asante. Karibu sana Kamwesige. Nashukuru. Hongereni sana. Jina tumetamka vizuri kama unavyotamka nyumbani. Ukifika unabidi uende kidogo taratibu. Lazima utamke kwa lafudhi ya nyumbani. Utulie kabisa. Mtu ambaye umekula ndizi ndio unatamka sasa. Kamwesige. Kamwesige. Yes. Hapo maana yake ni Kamwesige ni ngoja niamini. Acha niamini. Nimemaliza yote lakini sasa basi inaonekana ni mtu mwenye imani kubwa sana. Hakika. COPRA imekuwa ni taasisi ambayo hasa imekuwa na usimamizi wa masuala ya nafaka haya na mazao mchanganyiko. Kwa yule asiyefahamu, kwanza tujuze kuhusiana na msingi wa taasisi hii pamoja na majukumu yake. Nashukuru. Kwa muhtasari tu. Nashukuru. Labda briefly, wengi mtakumbuka kwamba wakati tukisoma shule tulikuwa tuna mazao tunayaita mazao ya chakula na mengine tunaita mazao ya biashara. Na kipindi hicho mazao ya chakula yalikuwa hasa ni mazao ambayo tulikuwa tunayatumia kwa ajili ya chakula cha nyumbani, na kwa hiyo nchi haikuweka taratibu mbalimbali za kisheria za namna ya kuyadhibiti, lakini pia namna ya kuyaendeleza. Juhudi kubwa ziliweka katika mazao ya biashara ya wakati huo ambayo yalikuwa ni kahawa, korosho na mengine. Sasa jinsi siku zinavyoenda, imekuja kuonekana kwamba nchi yetu ambayo sasa ni kama kapu la chakula la Afrika, lakini pia na ulimwengu, inafanya biashara kubwa katika mazao ya chakula kama mchele, mahindi na mengine, na hivyo ikaonekana ni muhimu sasa kuweka taratibu za namna ambavyo tutayaendeleza mazao haya, lakini pia na namna ambavyo tutayadhibiti na kuhakikisha kwamba kila mmoja anapata huduma stahiki. Sasa COPRA imekuja hasa kufanya kazi hiyo. Hii taasisi au mamlaka ya udhibiti wa nafaka na mazao mchanganyiko, kazi yake kubwa ni kuendeleza na kudhibiti mazao ambayo kwa zamani tuliyaita mazao ya chakula, lakini sasa nayo ni mazao ya biashara. Kwa hiyo tunadhibiti mazao au tunaendeleza mazao ya nafaka, nikimaanisha mchele, mahindi, ngano na nyingine, lakini pia mazao ya bustani kama maua, kama mboga, matunda, viungo, vikolezo, lakini pia mazao ya mizizi kama miogo na viazi, mazao ya jamii ya mafuta kama ufuta, karanga, nazi na kadhalika, lakini pia na mazao ya mikunde. Na kwa mazao ya mikunde tunamaanisha mazao yale ambayo tunafahamu: maharage, choroko, mbaazi pamoja na dengu. Kwa hiyo mazao yote haya yako chini ya COPRA, mamlaka ya udhibiti wa nafaka na mazao mchanganyiko, na kazi yake kubwa ni kuyaendeleza, lakini pia kuyadhibiti kwa wadau wote ambao wanafanya kazi kwenye mazao haya. Yes. Katika sehemu hii ya kuendeleza, ni kwa ajili ya ngazi za kimataifa pekee ama hata kwa ajili ya hapa nchini? Katika kuyaendeleza tunaanzia kabisa kwenye ngazi ya msingi ya mkulima. Kwa hiyo kwanza kuhakikisha kwamba mkulima anatumia mbegu bora, analima kwa kutumia taratibu ambazo zimewekwa na ambazo ni sahihi. Kwa hiyo pia tunatoa elimu za ugani na kadhalika, na hasa ni kwa ajili ya masoko ya kwanza ndani ya nchi, lakini pia na nje ya nchi, kuhakikisha kwamba tuna uwezo wa kuendelea kuleta bidhaa safi na nzuri ndani ya nchi, lakini pia na nje, kulingana na viwango vya ubora ambavyo vimewekwa vya kimasoko.
Sawa sawa kabisa. Ukijaribu kutazama utaona kabisa kwamba mnashughulika na mazao ambayo ni muhimu sana kwa matumizi ya vyakula, lakini pia mazao ambayo sasa kwa mtazamo mpya yanaweza yakatumika kama mazao ya biashara kwa soko la ndani na soko la nje. Yote haya yanategemea uzalishaji ambao ni mzuri. Ni kitu gani ambacho mnakifanya katika eneo la uzalishaji kuhakikisha kwamba kwanza wakulima wanazalisha katika viwango ambavyo vinatakiwa? Ndio. Unajua sasa hivi kwa bahati nzuri sana kwa kipindi hiki cha miaka minne kumekuwa na hadithi nzuri sana katika haya mazao hasa. Kwanza serikali imewekeza bajeti kubwa sana katika kilimo. Najua bajeti ambayo imeongezeka karibia mara 4 ya ile bajeti ambayo tulikuwa tunapata mwaka 2020 kwenda 2021 ambapo tulikuwa tunapata karibia sasa hivi ni zaidi ya trilioni 1. Yes, tunapata karibia trilioni 1.2 na kadhalika, kutoka bilioni 100 na kitu na kadhalika. Sasa katika hilo tumeweza hasa kwanza kuimarisha huduma za ugani, wakulima kuweza kupata elimu, lakini pia kuweza kupata maelekezo ya namna njema ya kuzalisha. Lakini pia kuna juhudi kubwa ambayo imefanywa katika kuimarisha kilimo cha umwagiliaji, kuhakikisha kwamba tuna uwezo wa kuongeza uzalishaji. Na pia jambo lingine, sisi huwa tunasema kwamba soko ni motivation namba 1 kwa mkulima. Kwa hiyo kuhakikisha kwamba kuna masoko ambayo yameimarika na yana uwezo wa kutoa bei nzuri kwa mkulima. Hii imeendelea kuongeza uwezo wa wakulima kuzalisha zaidi. Nikieleza mfano kwa kifupi, kutoka mwaka juzi tumeweza kuhakikisha kwamba tunaimarisha masoko hasa ya mbaazi, choroko, dengu, ufuta. Kama mtakumbuka mwaka 2019 kuna kipindi mbaazi ilifika mpaka shilingi 200. Wakulima wakataka kuacha kabisa kulima. Serikali ilifanya juhudi kubwa sana ya kutafuta masoko ya kimataifa, India na sehemu zingine, ili kuhakikisha kwamba tuna uwezo wa kumpa mkulima bei nzuri. Na hata mpaka sasa ninapoongea, mkulima anapata karibia 70% ya bei ya kimataifa. Kwa hiyo kama tukiuza ufuta wetu mfano China kwa shilingi dola 1,300 kwa tani, mkulima anapata 70% ya hiyo bei ambayo tunauza China. Kwa hiyo masoko yameimarika, na kwa hiyo yanamhamasisha mkulima kuzalisha zaidi. Na utaratibu wa kununua haya mazao kutoka kwa wakulima ukoje? Mnanunua moja kwa moja kutoka kwao na nyinyi mnakwenda kuuza nje, ama ile chain mpaka kufika kwenye soko la kimataifa ikoje? Kwa sasa tumeweka utaratibu ambao ni wa kimfumo zaidi. Wengi tunajua kwamba wakulima wetu bado ni wakulima wadogo, na kwa hiyo wanakuwa na uwezo wa kukusanya mazao yao kupitia vyama vya ushirika, ambapo wanakusanya mazao yao katika maghala ambayo yamepewa leseni chini ya Bodi ya Usimamizi wa Stakabadhi za Ghala, na baada ya hapo tunafanya minada ya kidijitali. Sasa hivi mtu anaweza akakaa Dar es Salaam akanunua ufuta ambao uko Lindi, anaweza akakaa Mwanza akanunua ufuta, akanunua mbaazi ambayo iko Manyara. Ni swala tu la kuingia katika mfumo na kununua. Baada ya hapo mnunuzi anaendelea na taratibu zake za usafirishaji mpaka kupeleka katika masoko ya kimataifa, na kupitia mfumo huo tumeweza kuona jinsi ambavyo wakulima wanapata bei nzuri na za ushindani. Licha ya hayo, zipo baadhi ya changamoto, ikiwemo swala la mfano upotevu wa chakula ambao kwa asilimia kubwa unafanyika hasa katika huu mnyororo wa thamani, kuanzia uvunaji mashambani mpaka ije ifike sasa ile ambayo inamfikia mteja. Kuna namna yote COPRA mnashughulikia hili? Ndio, upotevu bado ni mkubwa hasa kwa mazao ya bustani, ambapo tumekuwa na upotevu mpaka wa 60% na kadhalika. Matikiti inaenda zaidi, lakini tunazidi kuimarisha kwanza sasa hivi miundombinu ya kuhifadhi mazao baada ya kuvuna. Tuna program sasa hivi kubwa ya jenga tunaziita pack house au majokofu ya ubaridi kwa ajili ya mazao ya bustani, lakini pia kujenga vituo vya ukusanyaji wa mazao, kwa Kiingereza zinaitwa collection centers. Nyanda za Juu Kusini tunajenga vituo vya ukusanyaji mazao karibia 50 kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wakulima wana sehemu ya kukusanya mazao yao,
kwa pamoja, lakini pia ni sehemu ambayo ina uwezo wa kuhakikisha kwamba inaweza ikahifadhi mazao hayo kwa wakati mrefu kidogo. Lakini tunaendelea na jitihada za kuzungumza na wenzetu kutoka bandari ya Dar es Salaam na kadhalika, kuweza kuweka miundombinu ambayo itakuwa wezeshi kuhakikisha kwamba mazao yetu yana uwezo wa kutoka nchini kwetu kwenda kwenye soko lolote linaloenda katika muda unaotakiwa, ili kuweza kupunguza upotevu wa mazao hayo. Na wakati mwingine hata mazao ambayo yanakuwa yapo tayari, ubora unaweza ukatofautiana. Katika hili ni changamoto gani nyingine ambazo mmeshuhudia hasa katika soko la kimataifa ambalo mngependa pia mabadiliko yafanyike? Ndio, unajua kitu cha kwanza ambacho tumekiona ni kwamba kwa sababu watu wengi walizoea kuzalisha mazao haya kwa ajili ya chakula, kwa hiyo walikuwa hawaweki juhudi kubwa katika kuhakikisha kwamba wanayazalisha kwa ubora. Unajua kuzalisha chakula sio kama kuzalisha bidhaa ya kiwanda. Mazao haya sasa tunaposema tunaenda kuyazalisha kibiashara, maana yake tunayazalisha kama bidhaa za kiwanda. Kwa hiyo tuna viwango ambavyo inabidi tuvilenge kuvifikia, kwa sababu ingekuwa ni chakula, wewe ukizalisha mbaazi yako kwa namna yoyote utaila tu. Kwa hiyo sasa tumeendelea kuelimisha wakulima namna ambavyo unaweza ukakausha mazao yako baada ya kuyavuna, mfano mbaazi na choroko na kadhalika, lakini pia hata mahindi na mpunga. Lakini baada ya hapo namna ya kuchambua na kuyaweka katika madaraja, kwa sababu kuna madaraja ya viwango vya haya mazao ambayo yanasimamiwa na wenzetu wa TBS. Na baada ya hapo tumeweza sasa tunapopitisha mazao haya kwenye huu mfumo ambao nimeuelezea hapo kabla, ni kwamba wale watu ambao wanayapokea haya mazao kwenye maghala wanatakiwa na wenyewe kuyasafisha tena, kuyaweka kwenye madaraja, na baada ya hapo tunayauza kwenye madaraja. Kwa hiyo wale wenzetu wa masoko mbalimbali ya kimataifa wanapokuja kununua bidhaa ya Tanzania, kwa sababu wanatupa specification ya kile wanachohitaji, wana uwezo kabisa wa kujua sasa tuna kiasi gani tunaweza kukipata katika grade fulani. Bado tuna changamoto ya kutokufikia zile grade za juu kwa wingi, tunazifikia kwa uchache kwa sababu hiyo ya elimu ya kuendelea kuongeza ubora. Na kwa hiyo tungependa pia tuendelee kuasisitiza wakulima kuweza kuhakikisha kwamba wanafikisha mazao yao katika ubora unaotakiwa, ili tuweze kupata bei nzuri na tuweze kufikia masoko mengine na makubwa zaidi ya kimataifa. Na katika kupata na kutafuta hizo fursa, hivi karibuni Tanzania imeshiriki katika maonyesho haya ya Gulfood. Tujuze kuhusiana na haya maonyesho na ni fursa zipi pia ambazo zinapatikana huko katika masoko ya nje? Asante sana Hilda. Haya maonyesho ya Gulfood ni maonyesho ambayo huwa yanafanyika karibia kila mwaka Dubai, katika Falme za Kiarabu, na maonyesho haya yanaleta wadau mbalimbali wa bidhaa za chakula ulimwenguni, wazalishaji lakini pia na walaji kwa pamoja. Na katika maonyesho haya nchi mbalimbali zinapata fursa ya kuonyesha na kueleza bidhaa walizonazo, lakini pia kutafuta fursa za masoko na kutafuta fursa za wasindikaji na kadhalika. Sasa kwa mara ya kwanza Tanzania mwaka huu tumeweza kushiriki katika maonyesho haya kutoka tarehe 26 mpaka tarehe 30 Januari tulikuwa pale Dubai kwa ajili ya kushiriki maonyesho haya, na tuliweza kushiriki kwa upana wake. Tulikuwa na makampuni mbalimbali kutoka sekta binafsi, lakini pia na kutoka sekta ya umma ambao wanazalisha bidhaa mbalimbali ambazo zinatakiwa katika masoko ya kimataifa huko. Na tuliweza kueleza bidhaa hizi ambazo tunazizalisha na hali ambayo tunazalisha bidhaa hizo. Tuligundua pia kwamba watu wengi katika mataifa wanaifahamu Tanzania, wanafahamu bidhaa tulizonazo na wanazihitaji kwa upana wake. Wengi walikuwa hawajui tu namna ambavyo wanaweza wakazipata bidhaa hizi. Kwa hiyo tumeweza kupata masoko makubwa. Makampuni ambayo tulienda nayo tunashukuru kwamba waliweza kujielezea na waliweza kupata contacts, lakini pia wengine waliweza hadi ku make deals na zinazosubiri tu sasa container zipakiwe mizigo na ziweze kwenda. Kwa hiyo tumeweza kuona jinsi ambavyo bidhaa zetu sasa
nje ya nchi zinakubalika na zinatakiwa na wafanyabiashara wakubwa wa mataifa mengine. Sawa kabisa na tukiangalia pia mmekuwa mkishirikiana na kampuni na taasisi nyingine, kwa mfano bila kuzitaja jina, kwa mfano mwaka jana mliingia makubaliano na baadhi ya kampuni za mawasiliano kwa ajili ya ushirikiano, lakini zaidi ninachokiona ni kwamba ni kutengeneza mazingira ya kuweka dhana ya kidijitali zaidi katika utendaji wa majukumu yenu. Mmefanikiwa kwa kiasi gani katika hizo moves ambazo mmekuwa mkizifanya kwa upande huo? Kwa kweli tumefanikiwa sana. Kopla sisi tuna kauli mbiu yetu inayosema shirikisha, boresha, endeleza. Na tulikuwa na kauli mbiu hiyo kwa sababu kama ambavyo nimewaelezea mwanzoni, mazao haya tunayoyasimamia ni mazao ambayo yamekuwa yakilimwa muda mrefu. Hayakuanza kulimwa baada ya Kopla kuja. Hayakuanza kufanyiwa biashara baada ya Kopla kuja. Kwa hiyo tulitambua kwamba tayari kuna wadau mbalimbali ambao wamekuwa wakifanya kazi kwenye za kiusimamizi kwa namna moja au nyingine katika mazao haya. Na kwa hiyo tumekuwa toka tulipoanza miaka miwili sasa toka Kopla tumeanza, tumekuwa tukishirikiana na wadau mbalimbali kama hivyo, wadau katika sekta ya mawasiliano, lakini pia na wadau wengine katika kuhakikisha kwamba tuna uwezo wa kuelimisha wakulima na wadau wengine wote ambao wanahusika na mazao, lakini pia tumeamini sana katika kuendelea au kuendeleza mazao haya kupitia mifumo ya kidijitali, na hasa ni kwa sababu ya ulimwengu tuliopo kwa sasa. Ulimwengu huu tuliopo sasa, kwanza wakulima wengi ni vijana. Tume move kidogo. Mwanzoni watu walikuwa wanasema vijana wanaenda kwenye bodaboda, lakini pia vijana wapo shambani, wapo wanalima, wapo wanauza mazao na kadhalika. Na namna ya kuongea na vijana kwa urahisi zaidi ni digital, ni namna ambavyo utaweza kuhusiana nao katika WhatsApp, katika mitandao, lakini pia namna ambavyo wao wana uwezo wa kubonyeza tu kitufe fulani na jambo fulani likatokea, hahitaji kuja mpaka Dodoma au kwenda sehemu fulani ili kuwaona. Kwa hiyo kwa kushirikiana na wadau wengine ambao waliweza kununua au waliweza kuikubali ndoto yetu, tumeweza kuona namna ambavyo tumeendelea kwa kiasi kikubwa, na kama ambavyo nimeeleza mwanzoni, tumeanza kuona jinsi ambavyo mazao yetu yanauzwa mpaka masoko ya kimataifa na kadhalika, na hiyo ni kwa sababu it is digitally. Ingekuwa sio mfumo wa kidijitali isingekuwa rahisi kiasi hicho. Lakini tuzungumzie kuhusu logistics za mazao. Ukiangalia mazao kwa kiasi kikubwa pia ambayo mnayasimamia ni mengine ni perishable, mfano kama ulivyogusia hapo matunda, parachichi, kiasi kikubwa sana cha mazao kinapotea kwenye logistics na ile kusubiri mpaka kufika kwenye soko. Mmefanya nini kuwasaidia wakulima kutopoteza kiwango hiki cha mazao ambacho kinaharibika hapo katikati? Kwanza ni kweli kiasi kikubwa kinapotea na bado kinaendelea kupotea, lakini tumeendelea kuhakikisha kwamba tuna uwezo wa kuweka miundombinu mizuri ya kukusanya haya mazao, kwa sababu kiasi hichi kinachopotea kinapotea kutoka pale anapovuna mkulima kuelekea katika soko fulani ambalo analitarajia. Na kwa maana hiyo tumeweza kujitahidi kuweka hizi kuanza kuelimisha wakulima juu ya matumizi ya pack houses, lakini pia na matumizi na namna nzuri zaidi ya kuvuna mazao. Sisi sasa hivi tunamalizia kutayarisha kanuni ya parachichi, hasa parachichi inatoa kama mfano. Na kanuni hii hasa ni kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunapunguza upotevu baada ya mavuno. Kwa hiyo tuna taratibu mbalimbali ambazo zimewekwa, lakini pia tuna uwezo wa kuweka namna nzuri ya usafirishaji wa mazao haya. Tayari tumeshaanza kuzungumza na wenzetu kutoka TAMISEMI na maeneo mengine ili tuweke taratibu za kisheria ambazo ni legevu kidogo za kuhakikisha kwamba mtu anatoa mazao yake mara moja shambani pasipo kusimamishwa barabarani, afike bandarini aweze kusafirisha na kadhalika. Sasa mmelisoma soko la ndani na nje, ukiambiwa uorodheshe mambo matano ambayo wakulima na wazalishaji wa Tanzania wanatakiwa yazingatie ili waweze kukidhi vigezo vya soko, ni mambo gani ambayo ungeweza kuwashauri? Jambo la kwanza ni matumizi ya mbegu bora, mbegu iliyo sahihi. Chochote utakachokizalisha mwishoni kinatokana na mbegu uliyoitumia.
Hilo ni jambo la kwanza, lakini jambo la pili ni kutumia kanuni bora za kilimo. Mbegu unapopewa inakuwa imeeleza nafasi kati ya mbegu na mbegu ni ipi na kadhalika. Hilo ni jambo la pili, kanuni bora za kilimo. Jambo la tatu ni uhifadhi wa mazao ambao una uwezo wa kuhakikisha kwamba unahifadhi lile zao pasipo kuharibika. Kwa hiyo unapovuna tu zao lako, peleka katika kituo cha kukusanyia au peleka katika ghala ambalo lipo karibu yako ili uweze kuhifadhi zao lako katika ubora unaotakiwa. Jambo la nne ni kuhakikisha kwamba unaendelea kupata taarifa za soko. Tunatoa taarifa mbalimbali, tunashukuru hata kupitia Azam kwa wakati mwingine tunatoa taarifa za bei zilizopo katika maeneo mbalimbali. Kwa hiyo jitahidi kuhabarika, kufahamu taarifa za bei ya zao ambalo unalilima. Lakini pia jambo la tano ni kuhakikisha unapata taarifa ya ubora unaotakiwa katika soko unalopeleka bidhaa yako. Kwa hiyo tuna ubora mbalimbali kulingana na soko unalopeleka bidhaa zako. Soko la Ulaya lina mambo fulani ambayo linahitaji katika ubora wa zao, lakini pia soko la Japani na kadhalika. Kwa hiyo uhabarike na ufahamu. Ni mambo gani ambayo unaona ni common kwenye hasa kwenye soko la kimataifa ambayo wanayaangalia zaidi kwenye bidhaa ama mazao tunayosafirisha nje? Jambo la kwanza kwa sasa, soko la kimataifa kwanza linataka lijue taarifa ya bidhaa inayokuja katika soko. Maana yake tunasema traceability. Soko la Ulaya au masoko mengine makubwa yanahitaji uweze kutrace zao linakotoka, na ndio maana sisi tunaendelea kukamilisha swala la usajili wa wakulima na kuonyesha jinsi ambavyo soko hilo linafika. Lakini pia jambo la pili kulingana na masoko ya kimataifa ni kwamba yanahitaji bidhaa ambayo imezalishwa kwa kutumia kanuni bora za kilimo. Kwa hiyo usitumie tu viuatilifu ukazidisha, usitumie tu mbolea ukazidisha, lakini tumia kulingana na jinsi ambavyo imetolewa ile tuseme prescription iliyotoka ya matumizi. Namna gani pia bora ya kufikia soko kirahisi? Jinsi ya kufikia soko kirahisi ni kwanza kuhakikisha kwamba umesajiliwa na unafahamika. Hilo ni jambo la kwanza. Umesajiliwa wapi? Umesajiliwa na COPRA. Wewe kama mzalishaji, kwa sababu tunasajiliwa wazalishaji wote wa nafaka na mazao mchanganyiko wanapaswa kusajiliwa COPRA. Wanatakiwa kusajiliwa COPRA. Ndio. Kwa hiyo kwanza hakikisha kwamba una usajili wako, na kwa hiyo tunakuweka sisi kwenye database, kwa sababu masoko yote huko yanahitaji kufanya kazi na mtu ambaye anamwamini. Baada ya hapo tutaweza sasa kukuunganisha na masoko mbalimbali ambayo yapo ya kimataifa. Na tukiwa tunaelekea kukamilisha, ujumbe wako ni upi kwa wazalishaji na wafanyabiashara pia ambao moja kwa moja mmekuwa mkihusiana nao? Ndio, ujumbe wangu ni mmoja tu. Tanzania au nchi au serikali imewekeza vya kutosha kwenye sekta ya kilimo, na uwekezaji huu utakuwa hauna maana kama tusipoutumia. Kwa hiyo wadau, wakulima mbalimbali, ni muhimu sasa kuweza kufika kwa maafisa ugani waliopo katika maeneo yao, kuweza kupata taarifa za kutosha kuhusu kile wanachokilima. Lakini pia masoko yapo na watu wanahitaji bidhaa zetu kwa wingi wake. Kwa hiyo kuhakikisha tu kwamba tunatumia mbegu bora na tunaendelea kupata taarifa kutoka Mamlaka ya Udhibiti wa Nafaka na Mazao Mchanganyiko kuhusu masoko hayo na bidhaa ambayo inahitajiwa katika masoko. Sisi tupo kuwasaidia na tupo kuwasupport. Shukran sana. Asante sana kwa kuzungumza nasi, lakini pia kuhusiana na fursa mbalimbali ambazo zipo kwenye maonesho na ushiriki wenu pia kwenye maonesho na majukwaa mbalimbali ya masoko ya kimataifa. Yes, tunaendelea kuratibu maonesho hasa katika mazao ya nafaka na mazao mchanganyiko, na katika fursa hizi zinapofika tunazitangaza. Mfano, baada ya hapa tutaenda kwenye soko la fursa nyingine ya maonesho ya Fruit Logistica ambayo hasa ni kwa ajili ya mazao ya bustani kule Berlin, Ujerumani, kuanzia mwezi wa pili huu. Lakini na fursa zingine za ndani pia tunafahamu watu na 88 na 77 na maeneo mengine ambayo tunaendelea kuhakikisha kwamba tuna uwezo wa kuleta bidhaa zetu zifahamike duniani na watu wajue kwamba tayari sasa Tanzania tunatoa bidhaa bora kulingana na masoko haya. Kwa hiyo tunawakaribisha wote, waendelee kufuatilia tu kurasa zetu mbalimbali za kijamii na watapata hizi taarifa za masoko haya. Naam, shukran sana. Asante sana kwa kuzungumza nasi. Kamwesige Mutembei ambaye ni mkurugenzi wa operation na udhibiti ubora kutoka Mamlaka ya Udhibiti wa Nafaka na Mazao Mchanganyiko nchini Tanzania.
COPRA. Asante sana na tunatakia kila laheri katika shughuli ambazo mnaendelea kuzifanya. Tunakamilisha hivyo na hii ni Azam TV.